Hujambo msikilizaji mpendwa, na karibu tena katika mwendelezo wa simulizi yetu ya Sitasahau Siku Ule inayobisha hodi katika sehemu ya 37. Kukualika ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, na kusihi utulie ili nami niweze kukupeleka tena katika safari hii ya hisia, siri na uamuzi mzito wa maisha katika sehemu hii ya 37. Msikilizaji wangu, ilikuwa ni asubuhi yenye ukimya ambayo ilikuwa na uzito fulani hivi. Jengo la mahakama lilionekana kupokea idadi kubwa ya watu. Watu walikuwa wengi sana, wenye hamu ya kufika na kusikia kile kinachoendelea kuhusiana na kesi ya mauaji ya mzee Nyalile na mkewe, ambao ndio wazazi wa Mliti na Nasra. Ndani ya mahakama na eneo la watu kukaa mle ndani lilikuwa limejazana waandishi wa habari, ndugu, wahanga, mawakili, askari na wale waliokuja kwa udadisi tu, wakiwemo waliokuwa wakifuatilia ili waweze kuona wanaivurugaje kesi hii. Kesi hii haikuwa ya kawaida msikilizaji wangu. Ilikuwa kesi iliyotikisa mioyo ya wengi kabla na hata baada ya kuanza, kwa sababu pamoja na kuchukua miaka mingi ikipigwa danadana, lakini uzito wake ulikuwa pale pale, kwa sababu mauaji ya kinyama ya mzee Nyalile na mkewe yalitikisa nchi pia. Nasra kwa mara ya kwanza tangu awe dada mkubwa kuhudhuria mahakamani alifika mapema sana, na Inspekta Baraka na Afande Mrope akiwa amevalia mavazi nadhifu kwa ufundi. Kwa ufupi alipendeza sana. Suti yake ya rangi ya samawati iliyomkaa vyema, miwani myeusi na nywele zake zilizopangwa kwa ustadi zilimpa sura ya mwanamke mwenye kujiamini na mwenye mamlaka. Hakuna ambaye angeweza kudhani kuwa huyu ndiye yule Nasra wa zamani, msichana aliyewahi kupita kwenye dhoruba za mateso na siri nzito. Leo alikuwa ni mtu mwingine kabisa. Mabadiliko yake yalikuwa ya kushangaza. Hata yeye mwenyewe aliwahi kushikwa na mshangao kila alipojiangalia kwenye kioo. Kwa mbali upande wa pili wa ua wa mahakama pale, Mliti alisimama akiwa na uso uliojaa mawazo. Sare yake ya kikazi ilikuwa imempendeza pia, lakini macho yake yalionyesha uchovu wa muda mrefu. Kesi hii ilikuwa karibu sana na moyo wake, sio tu kwa sababu ya haki, bali pia kwa sababu kulikuwa na majeraha ya familia ambayo bado hayajapona. Nasra alipomwona Mliti kwa mbali, moyo wake ulipiga ukadunda kwa kasi isiyo ya kawaida. Ilikuwa ni mara ya kwanza kumwona kaka yake baada ya miaka mingi, muda mrefu sana hawajaonana hawa. Miguu yake ilitaka kusogea mbele, lakini akili ilimrudisha nyuma, kwa sababu kwanza alikuwa analindwa, na pili watu walifurika sana mahakamani. Hali hiyo haikuruhusu waweze kuonana kwa urahisi. Mahakama hapakuwa mahali pa kukutana, hivyo ilibidi macho tu yagongane na si zaidi ya hapo. Alisimama kwa sekunde chache, Nasra akitazama ule uso aliozoea tangu utotoni. Kisha kwa hisia zilizochanganyikana na furaha, Nasra alinyanyua mikono yake na kuupunga taratibu, ishara ya salamu iliyojaa maumivu na upendo kwa mkubwa kwa kaka yake. Mliti aliona mkono ukimpungia. Alitazama kwa makini, lakini hakutambua mara moja kwamba ni mkono wa nani huo. Alidhani ni mwanamke mwingine tu, labda yeye aliyekuwa akimfahamu kabla. Lakini dada huyu, ama kwamba ni ndugu yake Nasra, mawazo hayakwenda huko. Akapunga mkono kwa heshima tu, kama unavyoweza kujua kujibu, kwa sababu kasalimiwa na mtu, akijibu bila kujua kwamba anamjibu mdogo wake Nasra. Hakujua kuwa nyuma ya tabasamu lile kulikuwa na historia ndefu na nzima iliyojaa machozi,
maamuzi magumu na safari ya hatari tangu siku ile ya usiku ambao hawawezi kusahau walipouawa baba yao na mama yao. Nasra alishusha mkono pole pole, macho yake yakijaa unyevu, lakini hayakuruhusu hata tone moja la chozi kudondoka. Alijua fika kuwa alikuwa katika mazingira magumu ambayo hayakuwa na uhuru kivile, kwani pia alikuwa analindwa kutokana na mazingira yao. Mliti na Nasra walikwisha kutangaziwa kifo hawa. Ndani ya mahakama ukumbi ulikuwa kimya kabisa, kinachosikika ikiwa ni mvumo wa viyoyozi tu. Sauti ya kuashiria kuingia kwa jaji ilisikika, na kisha jaji aliingia na wote waliinuka kwa heshima. Kesi ilianza rasmi. Sauti ya karani wa mahakama ilisikika ikitangaza mwanzo wa kusikilizwa kwa ushahidi. Mawakili walianza kutoa hoja, wakibadilishana maneno mazito yaliyojaa misamiati mizito ya kisheria, mawakili hawa wakibishana na kunyoosha mambo. Shahidi wa kwanza aliitwa. Alisimama kizimbani huku mikono yake ikitetemeka kidogo, lakini sauti yake ilikuwa thabiti. Alianza kueleza kile alichokiona usiku ule, usiku ambao wengi hawatausahau. Maelezo yake yalikuwa kama visu vilivyokatakata ukumbi mahakamani humo, kila neno likizidisha uzito wa kesi, huku Mliti na Nasra wao ndio haswa wakiwa kama wanatizama sinema ya kile kilichotokea katika usiku ambao hawawezi kusahau. Msikilizaji wangu, Mliti alisikiliza kwa makini sana, akichukua kumbukumbu kichwani na kwenye kijidaftari chake kidogo hivi. Alijua kuwa kila ushahidi ulikuwa na umuhimu kwake. Hii haikuwa kesi ya kushinda tu, bali ilikuwa ni kesi ya kuonesha ukweli hadharani dhidi ya unyama uliofanyika. Msikilizaji wangu, kikosi cha pili kilichotumwa kwa siri kwenda nchini Malaysia kilifanikiwa kumkamata mtuhumiwa na akarejeshwa nchini, japo kuwa Inspekta Baraka na Afande Mrope walikuwa hawajui kama hilo limefanikiwa. Baada ya ufuatiliaji wa muda mrefu, operesheni ya ghafla ilifanyika katika jengo moja la ghorofa lililokuwa pembezoni mwa jiji la Kuala Lumpur, na ndiko walipomkamata. Huyu ni mtuhumiwa muhimu sana katika kesi hii ya mauaji ya Mzee Nyalile, mtuhumiwa aliyekuwa kivuli kizito nyuma ya maovu mengi. Hapa alikamatwa bila kelele nyingi, kama kuku tu. Alijaribu kufanya kila namna, ikiwa ni pamoja na kutoa ahadi ya hongo, lakini wapi bwana. Msikilizaji wangu, bado aliambiwa nyoosha mikono ufungwe pingu, ukikaidi unaona hii. Alikuwa kinyooshewa mtutu wa bunduki. Habari za kukamatwa kwake zilianza kusambaa kwa njia ya siri sana, zikisubiri muda mwafaka kufikiwa rasmi mahakamani. Inspekta Baraka alikuwa na tetesi tu, japokuwa hakuwa na uhakika, maana aliyemdokeza baadaye alipoona kimuhemuhe cha Inspekta Baraka akageuza ukweli na kwamba nilikuwa nakutania tu, japokuwa huo ndio ulikuwa ukweli. Mahakamani kesi iliendelea kurindima. Shahidi wa pili aliitwa, kisha watatu. Ushahidi wa nyaraka, picha na rekodi za mawasiliano uliwasilishwa. Ukumbi ulijaa minong'ono ya mshangao kila shahidi mpya alipokuwa akitoa ushahidi wake. Ilikuwa wazi kuwa mtandao wao wa uhalifu ulikuwa mpana sana kuliko ilivyodhaniwa awali, na kila mtu aliyekuwa pale mahakamani alishangazwa na hali hiyo. Nasra alikuwa akifuatilia kila hatua na alishangazwa na namna ushahidi ulivyokuwa umepangiliwa. Yaani hata baadhi ya mazingira aliyokuwa ameyasahau, mashahidi walimkumbusha, pamoja na ushahidi wa kipelelezi ambao ulikuwa wazi na kuacha tone lolote la kitu kabisa. Akajisemea moyoni kwamba haki inaweza kucheleweshwa tu, lakini haiwezi kuzuiwa. Akiwa pale pale mahakamani, Nasra alitamani kushangilia kwa kelele za furaha, kwani uliingia ujumbe mfupi wa maandishi ukisema ameshakamatwa kule Kuala Lumpur, ila kuweni kimya sasa, msiwaambie watu. Namba iliyomwandikia ilikuwa ngeni kabisa na wala hakuijua, ila ujumbe ulikuwa wazi kabisa. Alifumba macho kwa sekunde chache akivuta pumzi ndefu,
Safari ilikuwa bado haijaisha, lakini hatua kubwa ilikuwa imepigwa, alijisemea moyoni Nasra huyu, na papo hapo akamtumia ujumbe kaka yake Mliti humo humo mahakamani kwamba amekamatwa yule mvurugaji wa kesi, lakini bado ilikuwa haijafahamika mara moja, alimsisitiza Mliti, na kwamba simwambie mtu. Baada ya muda, mahakama iliahirisha kikao kwa mapumziko mafupi. Watu walianza kutoka nje, wengine wakibaki ndani. Nasra alitumia fursa hiyo kuondoka kimya kimya ili aende aliko kaka yake Mliti, waweze kusalimiana kwa uzuri. Cha ajabu, ile kupishana na watu, anafika pale anashangaa Mliti hayupo. Kumbe na yeye alikuwa chini ya maelekezo, ameondolewa mahakamani. Msikilizaji wangu, kesi ya mauaji ya mzee Nyalile sasa imepamba moto. Ushahidi unamiminika kama maji ya mvua. Mliti na Nasra wamepishana sasa pale mahakamani. Maisha yao yapo chini ya uangalizi mkali sana kwa sababu walishatangaziwa kuuawa. Kwa Inspekta Baraka na Afande Mrope, hii ni taarifa mbaya kwamba ati yule waliyeshindwa kumkamata amekamatwa. Watasikitika sana hawa. Tukutane katika sehemu ya 38 ya simulizi yetu isemayo Sitasahau Usiku Ule. Kukuaga ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema kwa heri kwa leo.